Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyid sallallahu alaihi wasallam. Tupo katika airport au uwanja wa ndege wa Madina tukisindikiza mahujaji ambao wamekamilisha ibada yao mwaka huu wa 2025, na alokuwa mbele yenu ni Dokta kwa maana ya jina gani, nani, amekuja taasisi gani, atatueleza mwenyewe. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Alhaji, wana Azhar TV au Azhar TV Tanzania inataka kufahamu, kwanza wanataka kujua wewe ni nani na upo kwa muda gani katika shughuli hizi za kusimamia mashauri ya haji. Mimi naitwa Dr. Nasr Ahmad Bakari, Mashaallah, ambaye rasmi ni muhadhiri wa Summit University. Mashaallah, na ni munadhim wa jumuiya ya maimamu Jumaza Haji Company. Mashaallah, katika masuala ya hija. Mashaallah, kwa muda wa miaka 7 sasa tuko katika shughuli hiyo. Mashaallah, tunaendelea nayo. Mashaallah. Bismillah, mashaallah. Dokta na Alhaji, nini kilichokupendezesha kiasi cha kuwa tayari kuhudumu mpaka unafikia miaka 7 na inaonekana kuwa upo tayari kuendelea? Ni kwa ajili ya kumpenda Mwenyezi Mungu au ni kwa ajili nini siri ya kuwa unaendelea na huduma hizi? Siri ya hili takriban useme ni kuwahudumikia wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ili nasi pia tuwemo katika miongoni mwao. Bismillah, mashaallah, tupate fadhila kama wanazozipata, na vile vile kutarajia ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dokta, umekamilisha haji mwaka huu na mahujaji wengi na leo mnarejea nyumbani. Unadhani ile furaha na hamasa ya kukamilisha ibada hii, Dokta, kwako ipoje? Ipo kwa kiasi gani? Wallahi, furaha ya kurudi nyumbani tukiwa katika hali nzuri ni furaha. Lakini wakati huo huo tunaondoka katika ardhi tukufu. Kwa hivyo tuna huzuni kiasi fulani. Tunatamani kwamba tuwe ni miongoni mwa wakaazi wa ardhi hizi. Ya salam. Kutokana na baraka zake na utukufu wake na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka katika ardhi hizi. Lakini kwa vile hatuwezi kwamba sote turundikane hapa, inatubidi tuje tukirudi. Allah tunamuomba aturejeshe mwaka baada mwaka na atupe husnul khatima ya Rabbi, amin. Dokta, unatoka taasisi ya Jumaza, ni taasisi ya jumuiya ya maimamu. Manake ni watu sahihi kuweza kuwafikia watu wa aina yoyote, mukienda na kauli mbiu ya fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina. Munakabiliana na changamoto gani katika kuwafikia matajiri na kuwajuza umuhimu wa ibada ya haji, wedha wao wenyewe au kuwafanyia watu? Hilo swala ni zito, kutokana na kwamba wenye nacho wengi ni wana mikono kidogo, wanafinya mikono. Subhanallah. Na tunahitaji ufafanuzi wa hali ya juu, kwa sababu pamoja na hilo pia tunayo bodi ya zaka. Tunapata shida kiasi fulani kukutana na matajiri wenye nacho, kuelezea hili la hija na kuelezea lile la zaka. Dokta, unadhani ni mabakhiri au labda hamjawafikishia ujumbe wa kwamba hizo mali wakiondoka hata kwenda nazo akhira na kama wataziacha? Dokta, nadhani hili labda hamjawafahamisha uzuri kwamba mali wanazihesabu kila siku na kila jioni zile, kwamba wakifa wanakufa wao, hawaendi hata na shilingi. Kama walivyozaliwa ndivyo wanaondoka. Hilo mmewafikishia kweli? Inawezekana hilo tunafikishia, lakini ufahamu, kila mtu na ufahamu wake. Naam. Yule unaweza kumweleza hili akakufahamu vizuri na akatekeleza, na mwingine akakufahamu bila kutekeleza, na mwingine asikufahamu kabisa. Dokta, Jumaza mnao utaratibu wa kuwalingania watu au kuwaamsha watu kuhusiana na muhimu wa haji kupitia mikoa mbalimbali ya maeneo yao? Kwa upande wa Zanzibar tumefanya kazi wilaya zote, sio mikoa, wilaya zote. Bismillah, mashaallah. Na vile vile tunayo hamu ya kufunguliwa milango katika mikoa ya Tanzania bara. Mashaallah. Inshallah. Dokta, usipofanya hivyo na wadhulumu wa Tanzania bara, kwa sababu kuwa katika taasisi kubwa kama jumuiya ya maimamu unazungumzia ndiyo Tanzania, kwa sababu hawa ni wasomi na wasomi ndio tunaohitaji katika maeneo mbalimbali ili waweze kufikisha neno la Allah kiurahisi. Dokta, mutakuwa munadhima endapo hamtokwenda upande wa pili. Changamoto nini Dokta? Ni vibali au kuvuka barabara? Changamoto, unaogopa kuvuka maji Dokta? Bila shaka ziko changamoto. Ndiyo. Kwa sababu katika masuala ya dini ndio tunasema sio suala la muungano. Ndio. Dini sio suala la muungano. Kwa hivyo
ukija huku ukivuka bahari ndio kutaka kwenda kuzulia mambo kuzungumzia haya, lazima ukutane na vikwazo kiasi fulani. Lakini Dr. Haji, lazima upite kwa jumuiya. Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuitangaze haji Dr. Mwenyezi Mungu ametuamrisha tutangaze haji. Kama tutaitangaza kwa kupitia vyombo vya habari, tunaweza kuitangaza kwa wote. Ndio. Lakini kwa kupitia ana kwa ana hivi lazima kiasi fulani kupatikane utaratibu. Dr. changamoto zinatokana na mamlaka fulani au manake ni changamoto za utekelezaji? Tunaweza kusema si za kimamlaka, lakini ni tatizo za wanasema ihtikari. Ihtikari ambayo inapatikana kwa upande mwingine ambao wanashughulikia dini upande huu. Ndio. Dr. Inshallah tulimsikia Mufti akiahidi kutoa ushirikiano na kufungua milango mbalimbali ya kuratibu harakati za kuwafikia Waislamu popote walipo. Nadhani Dr. itakuwa ni muda sahihi sasa wa kukutana na Mufti. Kama kauli ipo hivyo. Ndio. Na ni kweli uhalisia hasa imetoka hivyo, basi tuko tayari kuifanyia kazi inshallah. Dr. unawaambia nini watu ambao hawajaja kufanya ibada ya haji katika umri wao na uwezo wanao? Katika umri wao na uwezo wanao. Ndio. Kwanza tunazungumzia kwamba swala la hija si swala la utu uzima au ustaafu. Ni swala la uwezo. Yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo na akajijua kama kapewa uwezo, basi anatakiwa atekeleze ibada hii haraka iwezekanavyo. Mashaallah. Sasa sio swala la kusubiri kwamba mimi mpaka nistaafu au niwe nimeshamaliza mambo yangu. Ibada ya hija ni ibada ambayo inahitaji nguvu kwa wote wanaokuja, wanaona hivyo. Kwa hivyo wanatakiwa vijana hasa waje wafanye ibada hii pale wanapopata uwezo, na wasisubirie kwamba labda mpaka tufike miaka 60 tufike miaka mingapi. Ni swala la haraka sana, kwa sababu ni ibada ambayo inahitaji nguvu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Tulitaraji kupata mengi kutoka kwako Dr. lakini kutokana na muda kuwa umekwisha, tuseme tunashukuru sana Dr. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun wa antum bikhairi. Mlikuwa na Hashim Al Azhar TV Madina. Barakallahu fikum.